Topic inayofuata inaitwa Introduction to Screen Readers. NVDA program. Kuna kompyuta zingine ukiwasha kama vile screen. Thunder screen ni nini? Kompyuta ikiwaka inaona na sound kabisa inaongea. Nyingine hatujui thunder screen ni nini kwanza. Hiyo screen reader moja wapo kati ya zile aina za screen readers. Okay. Hata sijui hata hizo. Tunakuja mbele. Tunakuja soon, yani lazima tuikave hiyo kitu. Unachokizungumza. Screen readers ni nini? Haya ni maneno mawili. Screen halafu kuna readers. Maneno mawili. Screen halafu readers au reader. Screen yenye maana neno monitor au kioo. Ukifungua netbook yako, hiyo pati ambayo unaigusa ili ufungue, pati ambayo inakwenda kutazama wewe, ndio monitor au screen. Hopefully you have covered the professional one in accredited dolphin trainer. Screen ndio hiyo monitor, reader ni msomaji. Kwa kumbe ni msomaji screen. Ndio maana inaitwa screen reader. Kwa hiyo tunaangalia utangulizi wa screen reader, introduction to screen readers. Kwa hiyo screen readers ni program ambazo zinatumika kusoma screen ya kompyuta yako. The programs which are used for reading the screen of a PC. Sitaishia program tu. Program zimegawanyika katika makundi mawili: operating system softwares and application softwares. Our screen reader zinaangukia kwenye application softwares. They are supposed to be installed in an operating system. Kwa hiyo kumbe sifa ya screen reader kwanza lazima iwe software. Pili isiwe software, iwe application software, kwa sababu haiwezi kuwa operating software. Ijapokuwa siku hizi OS nyingi, operating system softwares, zinakuwa na screen reader zao. Kama watu wa Windows wana software yao moja inaitwa Narrator. Narrator yenyewe inapatikana kwenye operating system moja kwa moja. Unapo install Windows, it might be either Windows XP, Windows 7, Windows 8. Narrator inakuwa built in the operating system. Kuna watu wa Mac product wenyewe wana screen zao wanaziita voiceover. Okay, come back to software ambayo ni screen readers. Screen readers zimegawanyika katika makundi mawili: free softwares and commercial softwares. Screen readers za kuuza na za bure. Others can get them free via the internet and others can get by buying the license keys. Unatakiwa ununue screen reader au nyingine uobtain kwenye internet bure. Mfano wa free screen readers ni kama ifuatavyo: Non-Visual Desktop Access au NVDA ni mojawapo ya mfano wa free screen reader. NVDA kwa kirefu Non-Visual Desktop Access. Mfano mwingine ni Thunder Screen Reader ambapo bana konyo wako anauliza Thunder, 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 then unamalizia na Screen Reader. Yeah, hii ni mfano simple ya free softwares: NVDA and Thunder Screen Reader. Mifano ya softwares ambazo zinauzwa, kwa kwanza ni Job Access with Speech. Job Access with Speech au JAWS, JAWS. JAWS, JAWS. Screen reader nyingine Window Eyes. Window Eyes, Window Eyes. Screen reader nyingine ambayo iko sokoni ni Dolphin Pen. Dolphin Pen, Dolphin Pen. Of course screen readers ziko nyingi sana, ziko nyingi. Na kila siku zinavumbuliwa mpya na hizo zamani zinakuwa modified. Kwa at this time they are competing kwenye hizo makampuni. Unajua kampuni ni biashara. Kwa hiyo anaangalia huyu anafanya nini, then huyu anaongezea. Hivi sisi tunatumia nini hapa? Screen reader ipi ambayo sisi tunaitumia? NVDA. Kwa so far huwezi kumzungumzia mtoto wa mwenzio wakati wewe mwenyewe kwako unayo. Kwa sisi tutajikita kwenye kitu kinachoita Non-Visual Desktop Access. Ila tu mwisho wa siku ni kwamba kinachouzwa na kinachogawiwa bure, siku zote kinachouzwa kinakuwa bora zaidi. Si inajulikana hiyo? Haya. Kwa tafakari, chukua hatua. Yes, niulize. Yaani ina maana wewe unanunua uweze kumgawia? Nikaa nimenunua sisi kugawia. Kwenye conclusion yangu mimi ambayo ninge conclude, yani kitu ambacho ninge expect kwamba hivi sasa zinanunuliwaje?
Okay, swali liko hivi. Hizi softwares ziko hivi. Kunakuwa na single licensed program na multiple licensed program. Single you just install on one computer, while multiple you install more than one PC. Hiyo sasa inategemea huyo mtu kanunua aina gani, single au multiple. Single install kwenye kompyuta kama ya kwanza. Basi kwa mtu mwingine haitakubali hiyo namba serial. Hata kama ipo kwenye CD. Unajua hapo kinachofanyika ni nini? Kinachouzwa sio ile CD, kinachouzwa ni ile namba, license number ndio inauzwa Sisi tunatoka mikoani. Okay, nyie mkoani sasa kwanza inategemea kama unataka ununue program gani kwanza. Kama ni JAWS, kuna website www.freedomscientific.com unaweza kupata au unaweza kanitafuta mimi. Watu wako interested sana. Mimi sijazungumza, sijasikia mkinunua modem sema. Okay. Single ilikuwa 3,500 sio 4,000. Mara mwisho nilikuwa ilikuwa 4,000. Sijaangalia hata siku nyingi. Single na multiple 6,700 hivi naenda huko. Kamaliza mkajichanga kwa 4 5, ukachukua mzigo maisha yakaendelea. Ukibadilisha kompyuta. Na ndio maana washauri ununue multiple. Ununua single maana yake unajilimit wenyewe kwa kompyuta yako. Nataka kujua kwamba unaposema kwamba labda JAWS au Dolphin Train inaweza ikawa ina more quality kuliko NVDA. Ni kwamba NVDA haikai muda mrefu au ni kwamba baadhi ya programs hazipo au hapo una maana gani? Okay, swali zuri nimelipenda. Swali la pili na wewe ili sije likapotea. Nataka kuuliza kwamba je, hao wenzetu wa kawaida hizo wanazotumia maofisini na wapi nao wananunua vitu kama hivyo nilivyosema? Okay. Msali mawili mazuri. Okay, asante. Labda mimi kusema kwamba kwa lengo ni kutaka kuonyesha program za ndani na zile tunazotaka kujifunza. Na kwa kuwa darasa linaonekana lina changamoto nyingi zinazoendelea sana kwa vitu kama hivi. Hapo kwamba inaonekana tunaweza kusimama katika tunaanza kuona maswali ya kujibu. Nadhani chaji na wazee ambao wanafahamu. Mimi fikiri tungeendelea na somo. Hapa mambo mengine haya kila mtu ashike ili siku ile tutakapokujibu tunapotaka kuendelea. Haya ningependa muda mzuri zaidi wa kuelimisha zaidi somo. Tumsikilize mtu mmoja tu. Najua kwa nini nimesema hivi. Kwa sababu sasa hivi tunachojifunza ni NVDA na mambo mengine ya katikati. Hivi ya komesho kweli vipo wanaweza kutuelekeza. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri na ukashangaa badala ya kuendelea na topic aliyokuwa ameandaa mwalimu, tukaegemea upande mmoja ambao kidogo uko pembeni kidogo na kile tunachojifunza. Ni kweli ni ya muhimu lakini muangalie kwa upande mwingine. Okay, asante. Ni maoni vile vile. Labda nilikuwa kidogo la kwa sababu yeye la kwake niko ndani ya somo lakini analipia. Okay. Haya. Okay, mimi najibu maswali. Naomba nijibu maswali. Hii maoni mtazungumza na mwenyekiti. Okay, nianze na swali la kwanza. Swali la kwanza yeye anasema kwamba hivi tunaposema kwamba hii ni nzuri zaidi kuliko hii tunamaanisha nini? Kitu cha kwanza tunachokiangalia ni performance, utendaji kazi kwenye programs mbalimbali. Most of the free softwares kwenye program nyingine zinakuwa hazisupport. Ukifungua hiyo program inakuwa iko bubu. Kwa hiyo unashinda kuaccess na nini? Unakuwa hujui hata jinsi ya kuoperate hiyo software. Nikupe mfano, I do believe kwamba sio na wengi ni wapenzi wa muziki Sio wote, wengi. Kuna program special kwa ajili ya kuedit muziki. Kuna vitu vinaitwa Adobe Audition. Adobe ziko nyingi. Sasa kwa hiyo NVDA yako huwezi kufanya hiyo mitindo, huwezi kufanya hizo vitu. Adobe Audition. Adobe Audition. Yenyewe inahusu na masuala ya kuedit muziki, kupeleka hii sound huku, kurudisha hivi, kufanya normal stereo nini. Audition au Adobe ni kwa ajili ya kusoma. Au PowerPoint, NVDA is not supporting well, haifanyi vizuri ukifanya comparison na JAWS. Kuna baadhi ya features zimekuwa disabled. Hiyo ndio effect ya free softwares. Kwa hiyo ile performance inakuwa tofauti, inakuwa high perform
kwenye programs, kwa sababu mimi intention yangu kwamba ninaponunua hii software inifanyie kila kazi ninayoitaka, niwe independent, nisiwe dependent. Nimwite mzee naye hebu njoo njekishie hapa, nataka niondokane na huko. Sasa ninapokuwa natumia hii software na mwita mtu mwingine, sioni thamani ya kununua, sioni maana ya kuwa na hiyo software. Haimaanishi kama napiga promo jamani ya makampuni mengine. I'm talking the reality. Okay. So la pili nikasema kwamba hivi hii software ambazo tunasema tunanunua sisi tu wasiona au hata maofisini wananunua na wenyewe. Okay. Stationaries yatumie NVDA, yatumie JAWS, hata kama ya bure so far wahusu wenyewe watumie. Ila zinazotumika stationary zinauzwa. Hiyo Windows iliyowekewa hapo imenunuliwa hiyo. Microsoft Office Word imenunuliwa. Hamna kitu cha bure. Japokuwa kuna open source nyingine, lakini hizi za Windows very marketable and simple to use them na zinauzwa. Mtu mwingine wa tatu akasema jamani mimi na mix kabisa huko. Sijui mnazungumzia JAWS, sijui Dolphin. Niambie ni nini hizo? Wewe ni mtu wa tatu naye akasema hivyo. Tupo kwenye topic ya screen reader, visoma screen. Hivi nilivyokutajia ni baadhi ya visoma screen vinavyouzwa na vinavyopatikana bure kwenye mitandao. Ukisikia JAWS, ukisikia Windows Eyes, ukisikia Dolphin Pen na nyinginezo nyingi, ujue hizo ni screen reader zinazouzwa. Ukisikia NVDA, ukisikia Thunder, ujue kwamba hizo ni program ambazo zinapatikana bure kwenye mitandao. Ukisikia narrator, ukisikia voiceover, ujue hizo ni programs, hizo ni screen reader ambazo zinapatikana ndani ya operating system. Sijajua kama nimeeleweka. Tumeelewana vizuri? Swali labda, something to add? Sasa hizo screen reader hizo commercial nipi inauzwa bei nafuu? Nataka bei nafuu? Of course nyingi ni bei kubwa, kuanzia $1,500,000 na kupanda huko juu, lakini kuna nyingine $400,000 mpaka $700,000 zina range hapo. Inategemea unampata nani anakuuzia. Other question? Hilo swali kwenda alihusiki. Tuachana nalo. Nitafute baadaye, nitakuelezea iPod, iPad, zote nitakuelezea. Kwa sababu iPod sio aina ya screen reader. Kwa hiyo yeah. Sasa hiyo inaleta msemo huko kwenye Operating system Kwa ruhusa yako mwenyekiti, unajisikiaje unapouliza swali afu mtu anacheka? Kwa sababu sikuwepo ile jana na juzi wakati rules zinawekwa ni I felt kama it's right kwamba swali kama limechemka nini mtu anaweza kaenjoy kacheka sasa kujiachia nini. Of course kucheka haikataziki sema soje ile. Okay, ni built in kama ukiinstall operating system yako inakuwa iko ndani imeshatengenezwa tayari. Lakini hizo functions zake hamna kitu kabisa. Utakuwa unasikia sauti lakini haiperform vizuri wala nini. Currently usirely kwenye operating system screen reader. Labda sasa hivi Windows 8 they are coming good. Somehow you can rely, lakini hapo Windows 8 inatokea mafunzo mapya kwa sababu ni somehow complicated. Otherwise mtu ana interest zako binafsi huo na kesha kama Job alivyokuwa na kesha. Yes, niambie. Usijali, kuuliza nipate kujifunza. Bado swali langu ni hizi screen readers. Ningependa kujua yani hizo aina tofauti nyingi zinazofanya kazi kwa yake. Okay. Unataka ujue ubora wake? Yaani ninapofanya kazi yani kwa nini siseme hii aina hii? Naomba nikuulize swali. Morogoro kuna duka moja tu la samaki? Hapana. Hapana, kuna maduka mengi ya samaki. Asante. Kuna bucha moja ya nyama? Hapana. Ziko nyingi. Bucha ya mdudu. Unamjua mdudu? Kuna ng'ombe, kuna bucha ya ng'ombe, kuna bucha ya mdudu. Kuna bucha ya ng'ombe, bucha ya mbuzi, bucha ya samaki, bucha ya mdudu. Sasa nyinyi mnacheka mdudu au? Mpaka nyinyi mdudu. Ni wafanyia hivyo. Nyinyi mdudu nguruwe. Haya. Unasema hilo pia? Chia fire. Sasa ziko nyingi ni kwa sababu watumiaji ni wengi na kwa sababu kila mtu ana interest na kwa sababu developers ni tofauti. Freedom Scientific ni Marekani, Dolphin Pen ni Uingereza, Windows Eyes ni Uingereza.
za. Kwa hiyo lazima ziwe tofauti tofauti Ni kama vile maduka ya nyama yalivyokuwa mengi, mabucha ya nyama Kuna bucha ya nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, ya mdudu na kila kitu. Yeah. Freedom Scientific ni kampuni ambayo inatengeneza jozi. Nimekujibu vizuri kwanza mnaelewa. Hujalizika kabisa. So lako linasema kwa nini ziwe nyingi? Sasa Agnes. Kwa nini dolphin, kwa nini nini? Kwa nini kuna bucha ya ng'ombe, bucha ya mbuzi, kwa nini? Sikiliza. Ngoja. Mimi sitaki nimwache huyu. Ndio kutoa mfano. Hebu nisaidie kujibu. Yaani kama vile mitandao ya simu na Airtel na Vodacom, pengine inafanana na kitu kama hicho. Na kwa nini usiwe na mtandao mmoja tu, uwe na mitandao yote? Akasema kwamba labda ubora na nini. Sasa unaniambia ubora nao ni problem. Lakini so far sisi wenyewe huko ndani no problem. Kiukweli ningeanza kufanya categories. Nianze na free softwares. Nianze na poorest. Ya chini kabisa. Japokuwa nilianzia humo ni Thunder Screen Reader from Uingereza. Yaani katika screen reader ambazo sizirecommend sana ni Thunder kwa sababu performance yake iko chini sana. NVIDIA ni nzuri kwenye free software. Inatoka Australia. Hizo ni baadhi ya softwares Nareta. Nareta hamna kitu. Jamaa anachombeza eti Nareta. Nareta hiyo hamna kitu. Kwa hiyo tukija kwenye upande wa pili sasa huko kwenye hizi za kuuza hizi ndio hizi hamna kitu, iko chini sana. Nimezitumia jamani, ndio maana naongea. Kwa hapa mimi nazungumza ambazo nimezitumia. Windows hii sikubali. Dolphin Pen ipo kati, jozi iko juu. Unajua kuna softwares nyingine kwenye sehemu yenye picha tu inakwambia graphic alafu inaishia hapo. Lakini hao watu wengine wameimprove. Kwenye picha kama picha ina maandishi inakusomea yale maandishi ya ile picha. Mfano tumepiga picha hapa wote huko ndani tukaandika aidha kila mmoja kaandika au ikaandikwa neno. Of course kuna softwares nyingine ambazo zinakusomea kabisa ile neno la kwenye picha, lakini nyingine haziwezi. Kwa hiyo ndio performance. Wote tunajaji screen reader kulingana na programs mbalimbali ambazo mtumiaji anapenda kuzitumia. Microsoft Office Word ni program ambayo at least kila screen reader inafanya. Kasoro operating system screen readers kama Nareta, Thunder is performing, NVDA zote zina perform. Utengano unaanza kuja kwenye PowerPoint na programs nyingine kama nilizoambia Adobe, Goldrive, whatever programs nyingi sana. Other programs hazi supported vizuri na hata kama zikisupport inakuwa sio the best. Kwa hiyo utajaji performance ya screen reader kulingana na program usage. Swali Agnes. Hivi hujazoea kuitwa Age? Si yote majina, sema wewe hujazoea kuitwa hivyo najua. Kuna mimi swali kabla tujaanza kuzungumzia NVDA as a free and open source software. Okay. Hapa tunatumia NVDA Kwa hiyo ni lazima tuzungumze NVDA. Okay. Kirefu cha NVDA ni non-visual desktop access kama tunavyojua. Iligunduliwa miaka 7 iliyopita, ikimaanisha mwaka 2006 Australia, na mabiero wawili hivyo kwa bize kwa intention ya kuwasaidia wasioona ku access computer freely bila kuhangaika na kununua majozi na nini. Kutoka hapo 2006 performance yake ilikuwa nzuri. It was supporting just a few programs Microsoft Office Word and some of basics za Excel. Kadiri tulivyokuwa tunazidi kwenda, NVDA ikawa inaendelea kuwa improved. Kwa kutoka 2006 improvements kaendelea zikisaidiwa na makampuni mbalimbali. Mojawapo ikiwa ni kampuni ya Adobe, baadaye Microsoft na wenyewe kaisupport, na wananchi na wazalendo wakawa na support, kaendelea. At this time tunatumia NVDA iliyo nzuri. Kabla ya mwaka 2012 NVDA ilikuwa imegawanyika. Portable? Hiyo portable unaiweka kwenye flash, unakuwa unatembea nayo, ukienda sehemu unairun, unaitumia kama internet cafe, unapiga kazi, ukishamaliza unazima kompyuta yako, unachomoa ile flash yako, basi unaondoka. Kwa style hiyo unakuwa unatumia lako NVDA. Lakini aina nyingine inaitwa installer. Ikiwa kwamba una install kwenye kompyuta, basi ukija tu unawasha unatumia, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kuna portable na installer. Kwa hiyo kwenye website yao kukaa kuna either download portable au you download installer. Portable kaja kwa kwenye flash au wenyewe wanaita memory stick, au installer urani kwenye kompyuta yako. Hiyo ni before 2012. Miaka 2011 na 12, one of the greatest achievement kwenye NVDA ilikuwa ni masuala ya NVDA with Internet Explorer and Mozilla Firefox. Matumizi ya NVDA kwenye masuala ya internet wakawa wameimprove kiasi kwamba unaweza ukaenda kusoma emails na kila kitu, wakati mwanzo ilikuwa ni ngumu, ulikuwa unabahatisha. Hiyo ni achievement kubwa sana ambayo waliachieve kipindi hiko. Hao jamaa kwa kila mwaka wanaweza wakarelease, wakafanya improvement either 2 au 3 kwa mwaka.
Kwa hiyo tulipoanza mwaka 2013 kukawa kuna achievements mbili kubwa. Achievement ya kwanza, wakaweza kuiunganisha portable na installer ikawa kitu kimoja. Kwa hiyo ukawa unaamua mwenyewe kwamba hii nitakaye download hapa, I'll make it as a portable or I'll make it as an installer. Either I'll install it in my PC na kuachana nayo, au nitakwenda nabeba kwenye flash sehemu yote ningeamua nenda kutumia. Iko ni achievement kubwa sana. Achievement nyingine ni accessibility ya PowerPoint. Currently NVDA unaweza ukaitumia kwenye PowerPoint. Kwa hiyo sasa hivi hizo ndo greatest achievements za NVDA. Okay. Any question from this theory? Kuhakikishiwa. Hebu niambie ni kuhakikishia. Naweza nikajiangalizia matokeo yangu pekee yangu mimi mwenyewe bila kuuliza mtu. Matokeo kupima kwenye ngoma au matokeo gani? Matokeo ya Isani. Sorry sir. Ndio. Kabisa. Unaenda kwenye website ya chuo, unaenda kwenye SARIS. Maisha mazuri sana. Tenda huko kwenye website. Kikubwa tu kamata modem yako kama nilivyoongea asubuhi. Of course kuna internet. Ndani tulimo, lakini faida ya modem kwamba utaitumia baadaye kwenye maisha yako. Na internet ya leo ipo, kesho haimo. With NVDA what can you do? Unaweza ukafanya nini na NVDA? Kwanza unaweza ukasoma emails zako, ukanavigate ma website mbalimbali, ukachat even Facebook, Twitter, Instagram, Skype, kila kitu. Unaweza uka-access programs mbalimbali, mfano Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Unaweza ukazunguka kwenye desktop kama nilivyofanya asubuhi. Hivyo ndivyo unaweza ukafanya na non-visual desktop access. Kwa kila kitu schedules ambazo zimepangwa na jamaa hapa, they can be accessed with NVDA. Swali. NVDA unasema inaweza access PowerPoint maana yake ina support video slides. Kutoka kwenye projector pale. Sasa huo magumashi inamaanisha ukiamisha ubaoni haonekani vizuri au issue sio kuonekana kule ukutani. Issue ni wewe kuweza kucapture zile slide. Issue ni wewe kuweza kuzisoma slide zako, umeandika slide gani. Issue ni wewe mwenyewe kuweza kutengeneza slides. Issue ni wewe kwenda kuaccess slide za mtu mwingine. Assume kama umetumia kwenye email slide ya mtu, PowerPoint yenye slide kama 10. How can you access that slides ambazo zimekuwa prepared na tayari? Kwa sababu tunapozungumzia issue ya kuonyesha PowerPoint ukutani ni vitu viwili tofauti. Ni mkutaniko wa computer na projector. Kwa hiyo kuonyesha projector, screen reader haihusiki. Kinachohusika ni ile general computer, screen reader ni part ndogo sana ya kompyuta yako. Kwa hiyo ni ile kompyuta ya kawaida na projector basi ndio vinahusika sana. Hapo mimi namsaidia kusoma hapa visomo. Kwa sababu ina shida kukurusha picha ile sana. Kwa hiyo kuzani haina shida, no problem at all. Yaani kwamba kwa mfano hiyo PowerPoint na hiyo projector inapotoka maandishi kule ubaoni. Wewe kama usiona kwani utasoma na screen yako kule ubaoni? Wewe unasoma kwenye nini? Kwenye hii slide uliyotengeneza kwenye kompyuta. Si ndio? That's good. Kwamba kuna hiyo inaitwa program ya Skype. Kompyuta zingine amesema Skype haifanyi kazi. Nyingine Skype inafanya kazi. Sasa nataka kujua ipi ambayo unaweza kutumia, kompyuta gani inaweza kutumia Skype? Na ipi ambayo usiweze kutumia Skype? Okay. Swali zuri. Skype inatumika kwenye kompyuta aina yoyote ile. Skype ni sawa na Microsoft Office, Word. Skype ni sawa na Adobe. Sidhani kama Adobe inakuwa inabagua ni kompyuta ipi install na kompyuta ipi igome. Skype inapiga kazi kwenye kompyuta yote. Hata ikirudi hapa unaweza kuweka Skype ukapiga mzigo. Skype inafanya kazi kwenye kompyuta yoyote. Kikubwa tu uinstall. Sio kwamba kuna kompyuta zingine. Skype kwa sababu unawasiliana na mtu kwa sauti pale kwenye internet. Unaongea naye online. Mtu mmoja anatoka kwamba kama kompyuta yako haina kamera, hamwezi kuwasiliana direct kwa sauti. Sasa mimi ningeuliza swali moja. Unapokuwa unaongea, kuna umuhimu wa kamera? Hapana. Kamera ni kwa sababu ya video camera, video call, kwamba kuna watu wengine huwa wanapenda, sio ukishakuwa na macho unatakiwa watumie vizuri babu. Kuna voice call na video call. Wa video call hapo ulivyokaa wamekaa anakuona nini umekaa hivyo. Wakati voice call is just voice basi. Kwa hiyo huyo atakuwa either ameconfuse au unayajui. Lakini hapa kuna voice call na video call. Kwenye video call kama kompyuta yako haina webcam au kamera, hauwezi kufanya video call. Kwenye voice call unaweza ukafanya. Mfano kompyuta yangu mimi haina webcam lakini napiga voice call, naongea na mtu. Kwa sababu mimi sihusiki na masuala ya kuona. Nipigie video call ile unichabu afu mimi nisikuone.
Upuzi. Yeah. Zile kumbe zinawasaidia wao wenyewe waonane. Wale wenyewe waonane. Nilikuwa naelezea vitu ambavyo NVIDIA inaweza ikafanya. Of course most of the programs NVIDIA inafanya, Skype is doing well, Facebook is doing well, Twitter, hizi social networks no problem at all. WhatsApp simbana na wewe. Hii program ya Skype ilisema na video conferencing kwamba tunaweza watu wengi tunaongea na watu walioko sehemu nyingine. No, unaweza kufanya video conferencing na voice conferencing ya kawaida. Kwa hiyo unaweza kufanya zote mbili, either video au conferencing. Mwenyekiti,